Na leo tumeomba mje hapa katika soko la hisa Dar es Salaam kuongea nanyi kwa kifupi tu kuhusu mwaka 2025, sababu sisi kama soko la hisa ni sehemu ya uchumi wa nchi hii, na hivyo ni vyema mara kwa mara, ikiwa kila baada ya robo mwaka, labda kila baada ya nusu mwaka, kila baada ya mwaka na kadhalika, kutoa taarifa kwa wawekezaji wetu, kwa umma wa Tanzania na kwa wawekezaji popote pale walipo duniani kuhusu jinsi ambavyo soko limeenda. Kwani kama mnavyofahamu kwa Kiingereza wanasema kwamba soko la hisa ni baromita ya uchumi wa nchi. Baromita kwa lugha ya kisayansi ni kipima mgandamizo wa hali ya hewa. Unapopima hali ya hewa unapima jotoridi, unapima upepo, lakini unapima pia mgandamizo ni pressure. Kwa hiyo wanasema kwamba stock exchange barometer ya the economy. Na jana governor alizungumza taarifa ya robo mwaka baada ya kukaa kamati ya sera fedha, Monetary Policy Committee, kwa robo ya pili mwaka fedha 25-26. Lakini kwetu sisi, kwa sababu mwaka wetu wa kifedha unaanzia Januari hadi Disemba, tukasema kwamba itakuwa ni muda mwafaka baada ya governor kuzungumza, na tukasema kwamba baada ya leo jiri, baada ya governor kuzungumza, hii inamaanisha nini, na sisi kama soko la hisa katika Januari 25 hadi Disemba 25, nini kilichojiri sisi kama soko la hisa na inamaanisha nini kwa wawekezaji na uchumi kwa ujumla. Kwa hiyo sitapenda kurudia ile ambayo governor ashasema tayari, kwani yeye ndio mkuu wa usimamizi wa mambo ya kiuchumi katika nchi hii. Lakini kwa kifupi tu, tukikumbushana ipo kwenye magazeti ya leo, utaona kwamba kasi ya ukuaji wa uchumi jumla wa nchi, GDP growth kwa mwaka 2025 inakadiriwa kuwa 5.9, ambayo inaendana na malengo yetu ya nchi ya 6%. Na hiyo ina maana kubwa sana kwa sisi kama soko la hisa, kwani uchumi ukiwa unakuwa, tunataraji pia tuone kwamba soko la hisa nalo likifanya vizuri. Lakini vile vile mfumuko wa bei, hasa mfumuko wa bei, yani inflation, ilikuwa 3.5, ambayo ndani ya malengo ya 3 hadi 5 ambayo tumejiwekea kama nchi na ambayo benki kuu inasimamia. Hivyo basi tunataraji kwamba kama uchumi kama nilivyosema unaenda vyema, basi tutaona hivyo katika soko la hisa itaakisi napo. Na mengine mengi hapo kwenye taarifa ya governor kwa sitarudia. Lakini kuja sasa kwenye taarifa za soko la hisa lenyewe, soko limeendelea kukua katika nyanja mbalimbali. Makampuni yaliyoorodheshwa hayajaongezeka, yako yale 28, lakini tumeona kwamba hati fungani ambazo zimeorodheshwa zimeongezeka kwa idadi na kwa thamani pia. Madalali, yani brokers, zimeongezeka hadi kufika 21, lakini pia investment advisor, ni washauri wa kiwekezaji, zimeongezeka kufika 24. Na pia idadi ya wawekezaji imeongezeka, hiyo itakuja kuongelea kwa undani zaidi. Lakini kabla tujaenda kuangalia namba zimeenda, kwa sababu wanayosababisha hizi namba zitokee kwamba thamani iongezeke, ipungue na kadhalika, ni mazingira ya kiutendaji katika soko letu, sheria zinazotuongoza na kadhalika. Na kwa kuna mabadiliko ya muhimu sana ambayo tuliyafanya mwaka jana, tuliyazungumzia katikati ya mwaka, na kubwa sana ilikuwa tulibadilisha kanuni za kufanya miamala katika soko la hisa, yani trading rules zilibadilishwa katikati ya mwaka, ambako baada ya kupata ruhusa ya msimamizi wetu wa soko ambaye ni mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, yani CMSA, tulibadilisha kanuni za kufanya miamala, yani trading rules, ambazo tulizibadilisha rasmi tarehe 2 mwezi wa 6, na zilikuwa zinalenga mambo kadha wa kadha, lakini kubwa hasa alikuwa ni kusaidia kupata ukwasi katika makampuni ambayo yalikuwa yanaonekana kama hisa zake zimesimama. Na hisa zake zilikuwa zinaonekana kama zimesimama kwa sababu wawekezaji walikuwa wanaona kama hisa zimepanda sana, zimekimbia, lakini sasa baadaye kutaka kuuza aweze kupata thamani hizo zinazoonekana ubaoni, aweze kuzipata sokoni. Kwamba hisa nasoma labda bei fulani, akitaka muuzaji hapatikani. Kwa hiyo hapo nasema kwamba liquidity inakuwa imekosekana, au ukwasi unakuwa umepotea. Na tukakaa kama soko la hisa, na ilikuwa ni zoezi la muda mrefu, alikufanyika tu siku moja, na tulishirikiana na wadau wa soko kuangalia nini kinasababisha bei zinakuwa kwamba kinachoonekana sicho kinachoweza kupatikana, na kuna vitu kadhaa ambavyo tukaja kuona vitasaidia na tulipendekeza. Na baada ya kujadiliana na iko tu kazi ambayo tunafanya ndani ya soko la hisa, kujadiliana na wadau wengine, brokers, wawekezaji na kadhalika, hatimaye tukafikia sehemu ambapo tukaweza kupata hizo kanuni mpya, na kalipelekea baadhi ya hizo hisa kama TBL, TCC na Voda zikaanza kuuzika tena. Kwa hiyo jambo ambalo ni kubwa sana, lakini lengo la soko la hisa hasa ni
kuweka kuweza kukutanisha wawekezaji na wale watafuta mtaji katika soko la awali, lakini baada hapo ile mwekezaji aweze kupata wafuasi kutumia ule uwekezaji wake kuweza kuuza apate hela au kuweza kutumia kwa njia nyingine kufaidika. Na pia tuliongeza muda wa soko la hisa kuweza kufunguliwa na kufungwa ili wawekezaji waweze kupata mwanya mkubwa zaidi wa kununua na kuuza na kadhalika. Hai, sasa tukielekea kwenye matokeo sasa, baada ya mabadiliko hayo yamefanyika, baada ya kuona kwamba uchumi jumla jinsi ulivyokuwa na kadhalika, hii inamaanisha nini kwetu sisi kama soko? Kama soko inamaanisha kwamba soko limeendelea kukua kwa nyanja ya kwanza kuangalia thamani ya uwekezaji, yani thamani ya hisa. Kwa lugha ya kitaalamu market capitalization. Tunapozungumzia market capitalization tunaangalia kwamba hisa zote zilizopo sokoni ukichukua thamani yake kwa shilingi ni shilingi ngapi. Na tunafurahi kusema kwamba hadi kufikia tarehe 31 Disemba mwaka 2025 thamani ya soko ilikuwa imefikia shilingi trilioni 23 bilioni 995. Yaani bado kidogo ikifika trilioni 24. Na hiyo ukiweka kwa dola za Kimarekani inategemea umechukua exchange rate yako ni ipi, lakini ukichukua wastani kwenye ile kiwango cha kubadilisha fedha za kigeni kwa shilingi kwenda dola kwa mwaka mzima, ukikotoa wastani unapata kwamba ukibadilisha unapata takriban kama dola bilioni 9.4, kwamba thamani ya soko la hisa kwa shilingi ilikuwa trilioni 23.995 ambayo kwa dola kama dola 9.4. Na hii ni ongezeko au ukuaji wa 34.3 ukilinganisha na mwaka 2024 ambapo thamani ya soko la hisa ilikuwa ni shilingi trilioni 17 bilioni 868. Kwa tumetoka trilioni 17,868 hadi kufikia trilioni 23,995. Ukuaji wa 34.3 ambayo ni jambo la kujipongeza sana. Na ukiangalia tukirudi nyuma kidogo kwamba uchumi wetu umekuwa kwa 5.9 na mfumuko wa bei ni 3.5, kwa jumla ukijumlisha GDP plus inflation ni kama 9.4. Kwa lugha ya nyepesi soko la hisa limekuwa haraka zaidi kulinganisha na ukuaji wa uchumi kwa jumla wake. Hii ni kiashiria kwamba Watanzania na wawekezaji kote nje ya Tanzania wanazidi kupata mwamko na wanazidi kuelewa thamani ya kuwekeza katika masoko ya mitaji na dhamana, na hususan kupitia katika soko la hisa Dar es Salaam. Lakini kama mnavyofahamu soko letu linajumuisha pia makampuni ya ndani na ya nje. Ukiangalia makampuni ya ndani tu, yaani kitoa yale ambayo yameorodheshwa ndani na nje, soko letu limepanda kutoka trilioni 12.24 mwaka 2024 hadi kufikia trilioni 15.559 mwaka 2025. Hii ni sawa na ukuaji wa 27.08 kwa mwaka, ambayo sasa ukichukua thamani yetu ya trilioni 15.559 ukibadilisha kwa dola za Kimarekani ni takriban dola 6.1 ya fedha za Kimarekani. Na ukiangalia katika soko kuna hisa 28 ambazo tumesema, 6 za nje, 22 za Tanzania. Kuna nyingine zitapanda, nyingine zitashuka kidogo, nyingine zitapanda kwa kasi zaidi. Wale waliochangia kwa kiasi kubwa katika ukuaji wa haraka sana ni pamoja na NMB ambao walifikia thamani ya trilioni 4.2, na ndio kampuni ambayo inaongoza kwa thamani ya mtaji katika soko letu la hisa Dar es Salaam, kwamba the highest capitalized company is NMB. Lakini vile vile sio tu kwamba imeongoza katika soko letu, lakini ukichukua mabenki yote Afrika Mashariki, hata mabenki mengine ambayo yamekaa katika nchi yamejikita zaidi kiukanda yani katika nchi nyingi ukilinganisha na benki zetu za hapa Tanzania, mengine yanajulikana mabenki makubwa kwa sifa, NMB imewazidi kwa thamani ya mtaji hata au wengine wanaonekana ni wakubwa zaidi. Kwa NMB imeongoza katika kuchangia hiyo trilioni 23.995, NMB imechangia trilioni 4.2 ambayo ndio kama hivyo sema ni largest market cap katika soko letu, na imezidi TBL ambayo ilikuwa imeongoza katika mwaka uliotangulia. Lakini makampuni 8 ambayo yameongoza kwa jumla wake ni NMB, CRDB, TBL, Vodacom, Tanzania Port and Cement yani Twiga Cement TPCC, pamoja na Tanzania Security Company TCC. Na pia kuna makampuni mawili kutoka nje ambayo nayo ungana na makampuni yao 6 ya Kitanzania wataja, ambayo ni KCB Group
yani sio KCB Tanzania, ni KCB Group yote kuunganisha kote walipo, pamoja na East African Brewers Limited ambao wanamiliki Serengeti Breweries. Na katika makampuni hayo ambayo au ni manane ambayo yamechangia katika ile treni 23.995 iliyoongoza, lakini kuna makampuni hata kama hayako katika haya 8 bora yamekuwa kwa kasi zaidi ya mengine, na makampuni ambayo top 5 gainers na ambayo yamegain au yameongezeka thamani kwa kiasi kikubwa ni pamoja na Mkombozi Commercial Bank. Ni benki ambayo ni benki ndogo lakini inafanya vizuri sana na imekuwa kwa 401.85. Ile jambo la kujivunia katika sekta ya kifedha na katika soko letu la hisa kwa jumla yake, kwa sababu mara nyingi tunajua hao makaka wakubwa NMB na CRDB, lakini naona kwamba hata zile benki ndogo nazo zinaendelea kukua na kuongezeka thamani. Lakini vile vile tumeona Simba Cement au Tanga Cement au kwa lugha rasmi Tanga Cement Company Limited TCCL imekuwa kwa 300%. Ili changia kwa sababu mbili. Sababu moja hapo, wameweza kubadilisha utendaji kazi wao na ufanisi na tija umeongezeka kutoka kwa wanatengeneza hasara waweza kutengeneza faida, lakini vile vile walikuja kutafuta ongezeko la mtaji kutoka kwa wanahisa kwa kufanya rights issue, kuuza hisa za haki ili kuongeza mtaji na kuweza kusaidia kuboresha kampuni. Nafahamu wengi mnafahamu, na kupitia uamuzi huo ambao management na board ilifanya, Tanga Cement imeweza kuongezeka thamani kwa kiasi cha 300%. Tatepa pia kuongezeka kwa kiasi cha 225%. DSC, naifahamu DSC kama soko, lakini pia kwa sababu nyinyi ni wataalamu wa habari za kifedha, najua kwamba DSC pia ni kampuni na imeorodheshwa katika soko, na kutokana na ufanisi wetu, kutokana na kazi nzuri tunayofanya, DSC pia imeongezeka thamani kwa kiasi cha 225%. Kwa hiyo toka tumeanza, kama uko na miliki hisa za DSC, kama wewe mmoja wa mabosi wetu, hisa zako zimeongezeka kwa thamani ya shilingi 225%. Thamani 202.97 kwa mbali. Kwa DSC imeongezeka 202.97 toka 2024 Disemba hadi 2025 Disemba. Niko imeongezeka 93.75. Na katika baadhi ya kampuni kama anavyosema, katika biashara yote kuna kupata na kushuka. Kuna baadhi ya kampuni ambazo kwa sababu moja au nyingine zilishuka kidogo thamani hisa zake, na hii ikiwemo pamoja na Vodacom ambayo ilishuka kama 18.9, TBL 21.9, Precision 33.75 na Tanzania Cigarette kwa 40%. Na kwa kiasi fulani hizi pia baadhi ya hizi kampuni zilipekea, sio kwamba kampuni zenyewe ndani yake zina ufanisi mbovu, hapana, lakini kwamba tunapobadilisha kwa mfano kanuni za uuzaji wa soko la hisa katika soko la hisa, ilipelekea kufungua milango kupata ukwasi, lakini katika ukwasi kuna kitu inaitwa price discovery, yaani kupata bei halisi. Kwa maana katika soko saa nyingine bei inaweza kukimbia sana, afu baadaye inabidi ishuke, fanye kitu ambacho wataalamu wanasema correction. Kwa hiyo kushuka huko haishiri kwamba soko limetetereka, hizo kampuni zimetetereka, lakini kwa ni kwamba tuko correct kusema kwamba hii bei labda inaonekana hapa, lakini natakiwa someke hapa. Lakini ukiangalia baadhi hizi kampuni kama Vodacom, ukifuatilia tayari imeanza kurudi, na kwamba watu washaelewa ukwasi umefunguka na ilishuka kidogo, lakini na rudi juu. Lakini kwa kifupi, kwa ajili ya minajili ya mazungumzo leo, ni kwamba nataka niwataje tu katika kampuni ambazo zilikuwa kwa kiasi kubwa kiasilimia, na zile ambazo labda zilishuka kidogo, lakini kushuka kwake nasisitiza kwamba haimaanishi ni ufanisi mbovu wa kampuni, bali ni mwenendo wa kawaida wa soko. Sasa ukija katika upimaji wa ukuaji wa soko, kuna kupima thamani kwa ujumla wake, yani total market capitalization. Unapima shilingi kwa shilingi zote ambazo zimewekezwa hapa, thamani yake jumla ni ngapi kama hizo soko hisa zikiuzwa leo. Lakini kuna njia nyingine pia ya kupima ukuaji wa soko kwa kupima farisi, yani index. Kwamba katika soko, bila kuenda katika lugha ya kitaalamu sana, huwa kuna kitu tunakapoita inaitwa index. Ni kama vile katika mfumuko wa bei. Huwezi kwenda kumuuliza kila mangi na kila machega kwamba bei yake ya jana na leo ni ngapi, lakini huwa kuna farisi ambayo inaashiria ukuaji na ushukaji wa gharama. Vile vile katika masoko ya hisa huwa kuna farisi za thamani ya soko ambayo ni market index. Na sisi tuna index mbili kubwa. Kuna ambayo inaitwa DSE All Share Index au kwa kifupi DSEI,
inajumuisha makampuni yote 28 ambayo katika soko la hisa. Kuna njia yake ya kukokotoa ambao wataalamu wetu wapo hapo wanakokotoa na wanatoa hii kila siku, na nampa mtu kipimo cha haraka bila kuangalia hisa moja moja. Je, hili soko linaendaje? Na farisi yetu ya bei ya soko la hisa kwa ujumla wake ilipanda toka nukta 2139.73 mwaka 2024 hadi kufikia pointi 2761.93. Yani hizi farisi huwa zinaitwa katika points. Sound simple, unaweza kachukua index kwamba value yake ilitoka 2139.73 ikafikia 2761.93, au kwa Kiswahili 2139.73 hadi kufikia 2761.93, ambao ni ukuaji wa 29.08. Lakini pia kuna farisi nyingine ambayo tunapima makampuni ya ndani tu, Tanzania Share Index ambayo inapima makampuni 20 ya ndani, 22 ya ndani, ambayo ilipanda toka 4618.78 mwaka 2024 hadi kufikia 5759.41 hadi kufikia mwisho 2025, ambayo ni ongezeko la 24.7. Hii ni kiashiria kwamba ukiangalia makampuni ya ndani tu kwa wastani yamekuwa kwa kiwango hicho cha 24.7, na soko kwa jumla yake jumlisha pamoja na makampuni ya nje imekuwa kwa 29. Na kwa kiasi kikubwa ukuaji huu umechangiwa na kuna sekta ndogo ya kifedha ambayo inakuwa ni inaitwa banks finance and investment, ambayo inajumuisha hadi kufikia muda huu hamna kampuni za bima kwa bahati mbaya, lakini makampuni yaliyopo ni makampuni ya kifedha ambayo ni pamoja na mabenki yaliyopo. Yapo pia makampuni ya kiwekezaji kama Afriprise na Nico, lakini pia ipo DSE yenyewe, kwa sababu DSE ni kampuni ya kifedha. Kwa hiyo ukichukua sekta hii ndogo imekuwa kwa 88.46 kutoka 5783.67 hadi kufikia 10919. Kwa hiyo ukuaji wa soko, makampuni kadhaa yamekuwa, sio tu kwamba ni sekta hii, lakini sekta hii imechangia kwa kiasi kikubwa sana. Tukiendelea, ukitoka kwenye ukuaji wa thamani, soko ufanisi wake pia napima kwa ukwasi, kwamba kama ukiwekeza katika soko matarajio yako kwamba nikinunua dhamana fulani leo naweza nikaiuza kesho au naweza nikakopea na kadhalika. Soko bila ukwasi halina maana, hamna maana ya soko. Kwa hiyo ni kitu kimoja kusema kwamba niliweka 10 jana lakini leo thamani yake imekuwa 100. Je, hiyo 100 ukipeleka soko unaweza kuipata? Hilo ndio jambo la msingi zaidi. Na tafurahi kusema kwamba ukwasi katika soko la hisa umeendelea kuongezeka kwa kiasi kikubwa, na kuna njia mbalimbali za kupima ukwasi huo. Njia ya kwanza ni kuangalia kitu kinachoitwa turnover, ambayo ni thamani ya dhamana ambazo zimeuzwa katika soko. Kwamba ukichukua shilingi zote zilizouzwa kutoka mkono mmoja kwenda mkono mwingine, je, shilingi ngapi ambazo zimekuwa traded. Ukiangalia mwaka 2025 jumla kiasi cha shilingi bilioni 663.75, 663.75 billion shillings, ambayo ukiweka kwa dola kwa kama dola 260 hivi milioni zilikuwa traded. Sawa. Narudia kwamba kiasi cha shilingi bilioni 663.75 zilibadilisha mikono kutoka mkono mmoja kwenda mkono mwingine katika mwaka 2025. Hii ni ongezeko ya kiasi cha shilingi 90.31 ukionyesha mwaka 2024 ambapo ni shilingi bilioni 228.63 ambazo zimekuwa traded. Kunaona kwamba ni ongezeko ya karibu mara 3, kwamba umetoka 228 hadi umefika 663. Kwa ongezeko la 190. Yaani kwamba ingekuwa ongezeko la 200 maana ingekuwa imeenda mara 3, kwamba ile 100 ulikuwa nayo mwanzo plus 200%, lakini tumeongezeka mpaka kufikia 290%, yani 100 ambayo ilikuwepo mwanzo plus 190%. Kwa hiyo kutoka 228.63 mwaka 2024 kwenda 663.75. Na kwa kiasi kikubwa miamala hii ilichangiwa na makampuni ya ndani. Kwa hiyo japo tuna makampuni 6 ya nje, lakini hisa nyingi zinazouzwa hapa za ndani. Kwa katika hiyo bilioni 663.75, bilioni 641.51 ilikuwa katika makampuni ya ndani tu yalivyonunua na kuuza hisa zake, yalichangia katika ukwasi huu.
na katika makampuni ya ndani bilioni 641 ukilinganisha na mwaka utangulia ni ongezeko la 80.59%. Na makampuni matano makubwa ambayo yameongoza katika kuuzwa na kununuliwa hisa zake ni CRDB, TBL, TCC, NMB na Voda. Na kama nilivyokuwa nimegusia mwanzo, tulivyobadilisha zile kanuni za uuzwaji wa dhamana katika soko la hisa, nia ilikuwa ni kuongeza ukwasi. Naweza kuona kwamba kampuni kama TBL, TCC na Voda zimeongoza katika kampuni tano bora. Tatu hizi zimechangia katika hii volume turnover ambazo zimekuwa traded. Na pia ukiangalia kwa kiasi kikubwa DSE hisa kiganjani ambapo inaita Mobile Trading Platform MTP, wengi mmefahamu kama hisa kiganjani imechangia kwa kiasi kubwa kuongezeka kwa ukwasi huu, kwani uwekezaji ambao tunaufanya katika hisa kiganjani, ubunifu pamoja na elimu kwa umma imesaidia sana wawekezaji wadogo kuongeza uwekezaji katika soko la hisa. Na ukiangalia kiwango ambacho kimepita kwenye hisa kiganjani tu katika ile bilioni 663, bilioni 106.68 imepita katika hisa kiganjani. Na hii ni sasa na 47% ya miamala ya kawaida. Naposema miamala ya kawaida na maana gani? Katika soko la hisa kuna miamala ya kawaida ambayo inapita kwamba anaongea na broker, anaambia bei hapa naiona, tunanunua kuuza. Lakini kuna miamala mikubwa ikizidi thamani fulani ambayo inaruhusiwa, tunaweza kaifanya kwa kukubaliana wenyewe kwa wenyewe, mnunuaji na mwekezaji kwanza, bila kuangalia bei ambazo kwenye ubao, tukakubaliana na bei afu ndio kaja ikapitishwa baadaye. Kwa hiyo kuchukua miamala kawaida tu ile ambayo ingeweza kupita kiganjani ukapita kwa njia nyingine, hiyo bilioni 106.68 ambayo imepita kiganjani ni sana 47% miamala ya kawaida. Kwa hiyo kitoa ile miamala mikubwa inayofanyika pembeni, karibu nusu ya miamala mingine yote ya kawaida imepita kupita hisa kiganjani, 47.16 au shilingi bilioni 106.68 imepita kiganjani. Na hii kutokana na wawekezaji wadogo wa retail investor 47,483 ambao ni unaweza kuona kama ni idadi ndogo, lakini mwaka 2024 ilikuwa ni wawekezaji 8,795 tu ambao ilitumia kiganjani. Kwa muongezeka karibu mara 6 hivi. Toka 8,795 mwaka 2024, mwaka 2025 kiganjani imekuwa na wawekezaji 7,483 ambao wamechangia miamala shilingi bilioni 106. Na pia njia nyingine ya kupima ukwasi, unaweza kupima thamani ya hisa, lakini unaweza kuambia sawa, lakini hisa moja ya TBL labda shilingi, au hisa moja labda NMB una shilingi 8,000, lakini hiyo inakuwa hisa nyingine inakuwa ngapi? Labda hisa 10, hisa 20 kadhalika. Je, idadi ya hisa hizo ngapi? Kwa hiyo ukiangalia pia idadi ya hisa zilizouzwa nazo zimeongezeka, kwa sababu unaweza kusema kwamba sawa, Peter 2025 thamani imeongezeka, labda mauzo mahisa yenye thamani kubwa, lakini ni wawekezaji wachache, hisa chache. Inawezekana watu wengi wamelikimbia soko. Lakini ukiangalia idadi ya hisa sasa, hisa moja au volume ambazo zimeuzwa ni hisa milioni 477.81, 477.81 million shares in the volume ya mwaka 2025. Ukilinganisha na mwaka 2024 ni volume yetu kwa hisa 227.99. Kwa hiyo sana ongezeko la thamani ya 109.57. Kwa hiyo tume more than double. Kwa hiyo tumetoka 227.99 tumeenda 177.81 ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo unaona kwamba thamani zimeongezeka, lakini hata kiasi cha hisa nazo zimeongezeka kwa kiasi kikubwa. Na ukiangalia kwa domestic katika hizo milioni 477, hizo hisa za ndani zimechangia kiasi kikubwa ambazo ni hisa milioni 452.5 kwa mwaka 2025. Na ukiangalia katika volume ambazo zimepita katika MTP, bado inakuwa kwa idadi ya hisa inakuwa ni ndogo, lakini tunaendelea kuangalia kwamba kwa wawekezaji wadogo jinsi wanavyonunua thamani yao ile ya bilioni 106 ambayo itaja mwanzo, ambayo kwa idadi ya hisa ni kama hisa milioni 22.9, ambayo ni kiasi kinaonekana kama kidogo ukilinganisha na hii 477, lakini bado unaona kwamba wanachangia kwa kiasi kubwa. Anaendelea kuhimiza na kusisitiza kwamba wawekezaji wengi zaidi watumie hisa kiganjani.
Sasa tumezungumzia upande wa soko la hisa kwa kuangalia hisa tu, lakini soko la hisa haliuzi hisa peke yake, tunauza pia sukuk, lakini pia nauza hati fungani. Na hapa ndio nichukue sekunde moja kusisitiza kwamba tumezoea kusema hati fungani za sukuk au sukuk bond, lakini kwa lugha ya wanazuoni hii si sawa, kwa sababu unaposema hati fungani inahesabika tayari kwamba ni aina mkopo. Bond ni mkopo, lakini sukuk kama mnafahamu kwa maudhui ya Kiislamu sio mkopo, bali ni uwekezaji ambao ni wa unafanya risk share kwa lugha ya Kiswahili, kwamba nakupa hela ukawekeze, lakini siombi riba, tunagawana faida. Kwa hiyo ninavyozungumza nitazitenganisha, na naomba mnavyoripoti mzitenganishe, msije mkaandika kama tulivyozoea kwamba sukuk bond. Kwa hiyo tuandike sukuk certificate na bond, hizo tofauti, au dhamana za sukuk na hati fungani. Kwa hiyo tukianza na katika hati fungani, kuna hati fungani za serikali baada ya mnada wa BOT, mnavyofahamu huo ni hii soko la awali au primary market. Baada pale zile hati fungani zote za BOT zinakuja kuuzwa katika soko la hisa Dar es Salaam. Government bonds ambazo ziliuzwa thamani yake katika mwaka 2025 ilikuwa ni trilioni 5.848, yani 5.848 trillion, au kiripoti kwenye billions ni 5,848.35 billions. Kwa trilioni 5.848 bilioni, trilioni 5.848 ziliuzwa, ukionyesha na mwaka 2024 hati fungani za serikali zilizouzwa ilikuwa ni trilioni 3.143. Unaona kwamba tumetoka trilioni 3.1 hadi trilioni 5.8. Hii ni kiasi cha ongezeko ya asilimia 86.04 mwaka hadi mwaka. Na baada ya hati fungani za serikali ambazo zinachangia kwa kiasi kikubwa, lakini pia tuna hati fungani za taasisi binafsi na hati fungani ambazo zinaziita za taasisi za umma ambazo sio za serikali kuu, lakini za umma ambazo hadi sasa hivi tunayo moja, Tangawasa. Na hizi kwa jumla yake thamani yake kwa mwaka 2025 zilizouzwa ni bilioni 12.12, ambayo ni kiasi cha ongezeko la asilimia 174.4 ukionyesha na bilioni 4.41 ambazo ziliuzwa mwaka 2024. Na hati fungani ambazo zilikuwa zimechangia katika bilioni 12 ni pamoja na CRDB kijani bond, kuna bondi yangu ambayo ilitolewa na Tanzania, pamoja na jamii bond toka NMB ambazo zilichangia. Kijani bond ilichangia bilioni 3.6, bondi yangu ya Tanzania ilichangia bilioni 2.2 na jamii bond ilichangia bilioni 1.47. Kwa hiyo katika bilioni 12 iliyouzwa au ndio kwa wachangiaji wakubwa. Kwa upande wa uwekezaji wa sukuk, mwaka 2025 kwa kuna milioni 214 ambazo ziliweza kununuliwa na kuuzwa, ambazo hizo ilichangiwa na Al-Barak sukuk na Zanzibar sukuk. Kuna kiasi kidogo ziliuzwa kutoka kaunti zote mbili, lakini hizi zimepungua ukilinganisha mwaka 2024. Mwaka 2024 ilikuwa na bilioni 1.6 ambazo ziliweza kuuzwa, na nitaelezea kidogo kwa nini. Mwaka 2024 na kwa muda mrefu hadi kufikia kabla hajafikia mwaka 2025 kwa kuna uwekezaji wa sukuk mmoja tu ambayo ilikuwa ni kiasi cha bilioni 11 kutoka KCB. KCB ilikuja sokoni nafikiri kama miaka 3 hadi 5 hivi iliyopita, waka raise 11 bilioni na sukuk, lakini hamna issue mwingine yote ambayo alikuwa amekuja sokoni, na imeiva Disemba mwaka jana. Kwa hiyo katika kuelekea mwishoni mwaka 2024 kuna kama bilioni 1.6 ziliuzwa. Na kama isingekuwa Al-Barak toka CRDB na Zanzibar sukuk kuja sokoni, baada ya kufika Disemba 28 ilikuwa hamna sukuk tena. Lakini nashukuru kwamba soko la sukuk limepata mwamko na kuwa na bilioni 11 tu kwa muda mrefu. Lakini mwaka jana tukaje kupata sukuk mbili zikaja ambazo jumla thamani yake bilioni 570, na nitazungumzia kidogo zaidi katika muda si mrefu. Kwa hiyo hii milioni 214 ambayo mbozo unaweza kuona kama ndogo, lakini ni kwanza hizi sukuk zilikuwa zimekuja sokoni mwaka jana. Kwa jinsi soko linavyoenda kukua na kwa sababu thamani yake ni kubwa zaidi, tunataraji yajayo ni mazuri zaidi. Lakini kifupi tukiangalia katika turnover au katika ukwasi katika sukuk, unaonekana ulipungua kwa kiasi kubwa toka bilioni 1.62 mwaka 2024 ya KCB sukuk, na mwaka jana kwa milioni 214 tu. Kwa ufupi tu ukiangalia kwa ujumla wake,
hati fungani pamoja na sukuk kujumlisha kwa ujumla wake ni kiasi cha ongezeko toka trilioni 3.15 hadi kufikia trilioni 5.86 mwaka hadi mwaka, ambayo ni ongezeko la 86% za thamani ya miamala. Kwa hiyo ni ongezeko kubwa sana. Inaonyesha kwamba kuna mwamko mkubwa sio kwa upande wa hisa tu, lakini hata katika upande wa sukuk na upande wa hati fungani. Na ukiangalia thamani ya soko tuzungumzia trilioni 23.95 za hisa na kadhalika, lakini pia unajiuliza thamani ya bond, sukuk na kadhalika katika soko la hisa yako ni ngapi? Kwenye bond za serikali ambazo hadi tunafunga mwaka 2024 kulikuwa kuna bond za serikali kiasi cha trilioni 25.215, yani trilioni 25 na milioni 215 zilikuwa zimekuwepo katika vitabu vyetu hadi kufikia mwisho mwaka 2024. Lakini hadi kufikia mwaka 2025 thamani ya hati fungani za serikali zilizopo sokoni ni trilioni 32 bilioni 724, yani trilioni 32.724 bondi za serikali. Ukichukulia hati fungani, yani sukuk, lakini hati fungani zile za kawaida bonds za corporate za taasisi za umma, za binafsi za umma, ongezeko zimetoka bilioni 757.2 mwaka 2024, hizo ndio corporate bonds zilizokuwa sokoni, kufikia trilioni 1.41 mwaka 2025. Kwa hiyo hati fungani za corporate zimeongezeka hadi kufikia 86.2. Na nafikiri wengi mtafahamu mara kwa mara tulikuwa na uzinduzi au uorodheshaji wa hati fungani mpya, tulikuwa tunawaalika, au kama bahati mbaya kuweza kufika kwa naona karibu kila siku tulikuwa tuna shamra hapa. Kwa shamra na maanisha kwamba hati fungani zetu zimeongezeka kwa 86% toka 757.2 hadi kufikia trilioni 1.41. Na hii ni kiashiria kwamba taasisi nyingi zimeanza kutambua umuhimu wa soko la hisa katika kutafuta mtaji, na hata kama unataka kuuza hisa kwa wakati huo, wanayo njia nyingine ya kuja kuuza hati fungani, yani kuja kukopa kwa wawekezaji kupitia soko la hisa. Na kwa upande wa sukuk kama nilivyogusia mwanzo, kulikuwa kuna bilioni 11 kwa muda mrefu kwa iko peke yake, lakini tumepata mwamko na kuna nyingine nyingi zinakuja. Ongezeko limefikia hadi kufikia bilioni 578.49 hadi kufikia mwisho wa mwaka 2025. Na baada ya kuzungumza thamani, miamala na kadhalika, kuna bidhaa mpya pia ambazo zimekuja sokoni. Na kwa mara ya kwanza kabisa mnamo mwezi wa 10 mwaka jana, soko la hisa Dar es Salaam lilianzisha bidhaa mpya ambayo inaitwa Exchange Traded Fund. Kifupi ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja unaouzwa katika soko la hisa. Kwa hiyo ni fund kwa maana mfuko, it's exchange traded kwa maana unauzwa kwenye soko la hisa. Kwa hiyo wengi tunafahamu mfuko wa uwekezaji wa pamoja ya kama UTT na kadhalika, lakini ile ukitaka kununua na kuuza paka uende kwa UTT wenyewe. Lakini exchange traded fund ni kwamba kama ukununua siku ya kwanza kupitia kwa yule muuzaji, unaweza kununua kwa mwekezaji mwenzio kama unavyoweza kununua hisa nyingine. Kwa hiyo kampuni ya Vertex International Securities au Vertex kwa kifupi ilileta ETF ya kwanza sokoni mwezi wa 10 mwaka jana, ambaye tunaendelea kuangalia bado ni changa na kuwa, lakini katika uchanga wake miezi miwili imeweza kutoka thamani ya bilioni 6.8 hadi kufikia tunamaliza mwaka alikuwa amefikia kiasi cha thamani ya bilioni 21 katika Vertex ETF. Kwa hiyo imeongezeka zaidi mara tatu katika kipindi cha muda mfupi tu. Na pia katika zile bidhaa ambazo zipo, ukiacha bidhaa mpya ETF, bidhaa ambazo zipo siku zote, hisa na kadhalika, kama nilivyosema mwanzo, makampuni hayajaongezeka kwa 28, kwa hiyo kwa hamna kampuni mpya iliyoorodheshwa, isipokuwa katika upande wa hisa tulikuwa kuna kitu kinaitwa rights issue, kuuza hisa za haki, kwamba hii inatokea kampuni inataka mtaji, ongezeko la mtaji, baada ya kwenda kuuza hisa mpya naendea wawekezaji ambao wapo tayari, naambia nakupa haki ya kununua hisa nyongeza, na hitaji mtaji kiasi fulani, kama huna haki yako itaenda kwa mtu mwingine, anaweza kaja mwekezaji mpya baadaye na kadhalika. Lakini kifupi kama nilivyogusia mwanzo, kampuni ya Tanga Cement iliongeza mtaji wake kwa kufanya rights issue, kuuza hisa za haki, na ikaweza kupata kiasi cha bilioni 203.7, ambayo ni kiasi kikubwa kabisa kuweza kupatikana kupitia katika rights issue katika soko la hisa Dar es Salaam. Na kwa upande wa sukuk pia tulikuwa kuna bidhaa mpya, kuna sukuk mpya zilikuja sokoni
niliwatajia mwanzo kwamba kwa kuna Zanzibar Sukuk, wao walikuja na shilingi pamoja na dola. Kwenye shilingi waweza kupata shilingi bilioni 164.59. Najua si taarifa mpya, nimeshaandika tayari, pesa lazima hizo namba mzipitie, lakini mkipenda tunazo hizo taarifa. Na kwa upande wa dola pia walipata dola milioni 80.7, na hizo zote zilikuja kuorodheshwa sokoni mwezi wa 5 mwaka jana. CRDB kupitia kitengo chao cha Al Barak ambacho kinasimamia Islamic Banking, nao walitoa sukuk yao ya kwanza, naweza kwa upande wa shilingi wakapata bilioni 25.9, na kwa upande wa dola walipata dola milioni 32.31. Hizi zote ukiweka thamani yake kwa shilingi ndio nafikiri shilingi 578.49 niliyotaja mwanzo. Kwa upande wa hatifungani za kawaida, ndio ukiacha sukuk hizi ambazo ni hatifungani zenye bond, kwa kuna kadha wa kadha ambazo zilikuja sokoni kama 7 hivi, ambazo tunazo orodha kwa hizo zipitia zote moja moja, lakini kuna NMB, Stanbic, Azania, CRDB, TCB na NMB walikuja kwa namna tofauti tofauti. NMB, Stanbic na NBC walifanya kitu ambacho kinaitwa private placement. Unaenda kwa wawekezaji pembeni kwanza, utangaze kwanza kwa umma, lakini baada hapo unachagua kwamba unaweza kaja kwa wawekezaji wachache kwa kupa hela, alafu baada hapo unakuja kuorodhesha sokoni. Kwa hiyo kama naweza kuwafuata wawekezaji labda Mary na Gideon nikaongea nao wakanipa hela, baada pale nikiorodhesha sokoni na waruhusu wao sasa kwenda kuwauzia wawekezaji wengine. Kwa hiyo NBC walikuwa na private placement walifanya mwaka 2024 wakiorodhesha mwaka jana. Vivyo hivyo Stanbic walikuwa na private placement mbili wakazileta sokoni. NMB walifanya private placement mwaka jana na mwaka jana wakaja kaleta baadaye sokoni. Na wengine Azania, CRDB wao walizifanya wazi na TCB walizifanya wazi na ndio wengine mlishiriki na zilikuja kuorodheshwa sokoni, na thamani yake taarifa zote anazo kameta share nanyi kama mtu angependa kuweka numbers kwenye taarifa yake. Na kwa kumalizia, tungependa kuzungumzia wawekezaji, kwa sababu soko na bidhaa ambazo tumezungumzia, thamani ya bidhaa zimeongezeka, miamala imeongezeka, lakini wanaowekeza ni nani? Ni mimi, wewe na wananchi ambao wanatusikiliza kupitia vyombo vyenu vya habari. Na ukiangalia kwa upande wa wawekezaji, soko nalo limeendelea kukua, kwa sababu soko linapima kukua kwa thamani, kukua kwa idadi ya bidhaa, kukua kwa ukwasi, kukua kwa wawekezaji. Kama wawekezaji wanapungua, maana yake soko lina mushkeli kidogo. Kwenye upande wa idadi ya wawekezaji, soko la hisa iliongezeka wawekezaji toka wawekezaji 617 na 92 hivi mwaka 2024 hadi kufikia wawekezaji 740,639. Hii ni ongezeko la 20% mwaka hadi mwaka. Yaani tumetoka 617,092 hadi kufikia 740,639. Kwa hiyo muongezeka wawekezaji 123,547 ndani ya mwaka mmoja. Na ukiangalia kwa hao wawekezaji ambao wameongezeka wale 123 ndani ya mwaka mmoja, ni jitihada kubwa sana zimefanyika, kwa sababu katika mwaka 2024 wote ni wawekezaji 29,000 tu ambao tuweza kuongeza. Kwa ndani ya mwaka mmoja tuongeza 29,000, lakini tukaweza kuongeza katika mwaka uliofuatia 123,000. Kwa unaona kwamba jitihada ambazo zinafanyika na soko katika kukuza idadi ya wawekezaji mwaka hadi mwaka, na tunaweza kufanikiwa kufikia wawekezaji 740,000. Na ukilinganisha na idadi ya Tanzania ambayo takriban milioni 68, hii bado ni idadi ndogo, na nataraji kupitia juhudi zetu sisi binafsi kama soko, kushirikiana na wadau wengine kama waandishi wa habari, kushirikiana pia na mawakala wetu wa soko, mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, kadhalika waelimishaji wa umma, certified financial educators. Ongezeko hili litatoka ile 740 tufiki angalau 1.5 milioni kabla mwaka huu, yani tuweze kudouble namba, kwa sababu kama Watanzania ni 68, kuwa na Watanzania 740 wenye account bado ni wachache sana, naweza mkaona wote. Lakini jambo la kufurahisha na kutia faraja kwamba kiasi kikubwa cha hawa wawekezaji wapya ni vijana kati ya umri wa miaka 21 hadi 30, ambao kama ni 40% ya wawekezaji wapya wote, yani account mpya zote hizi 23,000, 40% ni wawekezaji kati ya umri wa miaka 21 hadi 30. Kwa hiyo nasema ni jambo jema, sio kwamba sisi ambao tumezidi umri huo hatufai tena, lakini ambao ni vijana wanaokuja, maana yake kwamba wanapata mwamko mapema zaidi, ambao sio kitu tulijifunza mambo yao kwa wakipata mwamko mapema zaidi, maki watajenga utajiri wao, watajenga wealth kwa muda mrefu zaidi, na vizazi vinavyokuja nyuma yao watawaachia
hii elimu mapema zaidi. Kwa hiyo ni jambo la furahi. Na unavyozungumzia financial inclusion, unavyozungumzia jumuishaji kifedha, moja ya makundi ambayo tunaangalia ni vijana. Kwa hiyo unavyoona kwamba wawekezaji wapya wengi ni vijana, ile ni jambo la kutia faraja na kufurahisha kwa kweli. Lakini ongezeko hili pia limechangiwa kwa kiasi kubwa na hisa kiganjani. Kwa kiganjani imechangia ukwasi katika soko la hisa, imechangia bilioni 6.6 katika turnover. Lakini wawekezaji wapya wengi pia wametoka katika kupitia kiganjani, kwa sababu kiganjani inakuwezesha sio tu kuwekeza, inakuwezesha kufungua akaunti mpya. Na ukiangalia katika kiganjani, wawekezaji jumla ambao wana akaunti za kiganjani hadi kufikia mwisho 2025 kwa ni 199,971, ambao mwaka uliotangulia ulikuwa ni wawekezaji 45,000 tu, 45,166. Kwa tumetoka 45,166 tumefika 139,971. Hii ni ongezeko la zaidi ya mara tatu, more than triple, kwa sababu idadi iliongezeka ndani ya mwaka mmoja tu ni 94,805. Kwa hiyo imagine tumetoka jumla ya wawekezaji wote hadi 2024 kwa 45,166. Lakini ndani ya mwaka mmoja tumeongeza 94,805 katika MTP. Baadhi yao ni wawekezaji wapya kabisa, baadhi ni wawekezaji ambao tayari walikuwa na account lakini amekuja kuhamia kwenye MTP. Lakini kwa kiasi kubwa hii wale 123,000 walioongezeka jumla ya idadi mpya za wawekezaji, kwa kiasi kubwa zimechangiwa na 94 ambao ni katika MTP. Kwa sababu MTP wengi ni wapya kabisa, sio wale ambao alikuwa na account alafu anaisajili. Na ukiangalia mwaka 2024 wawekezaji ambao tuwaingiza katika MTP, akaunti za MTP zilikuwa 27,000 tu. Kwa mwaka 2024 mzima tuweka 27,211 katika MTP. Mwaka 2025 tukaongeza wawekezaji 94,805 katika MTP. Na kwa kiasi kikubwa hii imechangiwa na kwanza kama nilivyosema, maboresho ambayo yanaendelea kufanyika kila siku. Tumezidi kurahisisha upatikanaji. Siku hizi wawekezaji unaweza kufanya masaa 24 kwa siku 7 kwa wiki. Kwa hata kila Jumapili mchana umetoka kanisani unaweza kufanya shughuli yako. Jumamosi usiku unapata mshikake ndugu yako, unaweza kuwekeza wawekezaji wako na kadhalika. Kwa hiyo imesaidia kuweka ufanisi katika kiwango idadi ya wawekezaji, lakini thamani ya uwekezaji pia inapita kiganjani. Na pia ukiangalia kama alivyokuwa mgusia mwanzo, vijana wanapata mwamko sana, na kwa kiasi kubwa mwamko wao unatokana na teknolojia. Wanapata elimu siku hizi, lakini teknolojia pia. Kwa hiyo kama tulivyoona jumla ya wawekezaji just CDS accounts mpya zimeongezeka sana za vijana. Lakini ukiangalia kwenye MTP, kiasi kubwa watu ambao wako kwenye MTP wale 199,971 wenye miaka 20 hadi 29 ni 43.85. Wenye miaka 30 hadi 39 ni 33.35. Kwa jumla wenye miaka 20 hadi 39 wale ambao wako below 40 kifupi wanatengeneza kama zaidi ya 77% ya MTP yote. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa teknolojia imesaidia kuwaleta vijana ambapo labda mwanzo kwa nafikiri kwamba uwekezaji huu ni kwa ajili tu ya watu fulani, lazima niwe na mabilioni na kadhalika. Kwa kuwapa urahisi wa uwekezaji mkononi imewarahisishia. Lakini naomba nisisitize kwa wazee wangu wanaonisikiliza, hii haimaanishi kwamba MTP sio ya kwenu. MTP ni ya kwetu wote. Kwa hiyo nasisitizia kwamba kwanza inakurahisishia wewe uwekezaji popote pale ulipo duniani, masaa 24 kwa siku 7 kwa wiki, na unaweza kalipa kupitia mitandao yote ya simu, mabenki yote, na pia kutumia kadi zetu zote zinazokubalika katika benki zetu Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, kwa hayo machache naomba niishie hapo. Nitakaribisha maswali, na tunayo taarifa ambayo ina maneno mengi kidogo na picha, sio lazima uisome yote, lakini kwa ajili yenu tu, kwa kufuatilia zaidi, kwa kusaidia kuboresha uandishi wenu. Na hata kama baada ya hapo ukiwa na swali la nyongeza kwamba katika taarifa yenu nilisoma hili, ili muone kama hali make sense au ili mmefikiria tunaweza mkatumia fursa hii kuongeza ufanisi wa soko na kadhalika, nataraji kama utaweza kushare nao taarifa hii. Na naomba niwashukuru sana kwa kunisikiliza, na naomba niwashukuru watazamaji wote na wananchi ambao wanasikiliza kupitia vyombo vyenu. Asanteni sana.